Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa fursa hii. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika hapa siku hii ya leo. Lakini kipekee nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzidi kuwekeza katika sekta ya kilimo. Lakini kipekee naomba pia nimshukuru Waziri wa Kilimo na Naibu Waziri wa Kilimo kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya ili kutimiza maono ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka katika mkoa wa Rukwa ambao kitovu cha uchumi wa mkoa wa Rukwa ni kilimo. Na mkoa wetu wa Rukwa una mchango katika uzalishaji wa mazao ya chakula kwa kiwango kikubwa. Na katika takwimu za mwaka jana, mkoa wa Rukwa ulikuwa ni mkoa wa pili katika mchango kitaifa katika uzalishaji wa mazao ya chakula, ikiwepo mahindi, ikiwepo mpunga, ikiwepo ulezi na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nijikite katika mchango wangu. Kwanza kabisa naipongeza serikali kwa kuendelea kutoa ruzuku katika pembejeo za kilimo. Lakini vile vile ninaomba pia niipongeze serikali kwa kuendelea kununua mazao kutoka kwa wakulima kupitia NFRA. Lakini ninakwenda kutoa ushauri ama ombi langu hususani katika mkoa wangu wa Rukwa. Uzalishaji katika mkoa wetu wa Rukwa ni mkubwa sana. Hivyo kiwango ambacho serikali wanachukua mazao kwa wakulima wa mkoa wa Rukwa bado akikidhi uhitaji na kupelekea bado wakulima wengi kubaki na mazao. Kwa hiyo ninashauri serikali yetu sikivu ili iweze sasa kuongeza wigo wa masoko kwa kutujengea masoko ya mazao katika mkoa wetu wa Rukwa na kwa Tanzania nzima kwa ujumla wake. Lakini vile vile tunaomba pia mipaka iendelee kufunguliwa ili wakulima wetu waweze kupata sehemu ya uhakika wa masoko ya kuuza mazao yetu. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia niipongeze sana serikali kwa kuendelea kujali kwa kutoa elimu kupitia maafisa ugani, elimu ya kilimo ili kuweza kuleta kilimo chenye tija. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mkoa wetu wa Rukwa tuna upungufu wa maafisa ugani kwa 42%. Hivyo basi ninaiomba pia serikali yetu sikivu iweze kuhakikisha tunapata ongezeko la maafisa ugani hao ili waweze kufika maeneo yote na kwenda kutoa elimu ya kilimo ili hatimaye tukawe na kilimo chenye tija kwa kuwapa elimu bora wakulima wetu wa mkoa wa Rukwa ili na uzalishaji uweze kuongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbali na hilo, ninaomba pia nichangie kupitia skimu za umwagiliaji. Tunaishukuru serikali kwa kuelekeza pesa mkoa wetu wa Rukwa kwa ajili ya kujenga skimu za umwagiliaji. Lakini skimu hizo za umwagiliaji ninashauri kabla ya kuleta skimu mpya za umwagiliaji tukamalize kwanza skimu ambazo hazijakamilika. Ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Singiwe, ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Sakalilo, ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Katongolo, ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Katuka na ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Ng'ongo. Kwa hiyo tunaomba kukamilishwa kwa skimu hizo ili wakulima wa Rukwa wapate uhakika wa kuwa na kilimo endelevu na chenye tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niongeze kwa kusema tunaipongeza pia serikali kwa kuthamini pia kupitia ruzuku. Lakini ruzuku zinatolewa tu katika pembejeo. Tunaomba pia ruzuku itolewe katika viuatilifu ambayo ni dawa za wadudu. Mara kadhaa tunaona wakulima wanapata changamoto ya bei ambazo sio rafiki katika viuatilifu. Kwa hiyo tunaomba pia serikali ielekeze kiwango cha ruzuku katika viuatilifu ili wakulima hao pia waweze kuwa na uhakika wa kupata dawa za kukabiliana na wadudu wanaovamia mazao na kupunguza uzalishaji. La mwisho na la muhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna program ya BBT ambayo nimemsikia katika bajeti Mheshimiwa Waziri amezungumza, ambayo inawezesha wanawake na vijana katika kujinyanyua katika kilimo. Lakini mkoa wetu wa Rukwa una maeneo makubwa, lakini mpaka hivi leo tunakosa programu hiyo ambayo itakwenda kumnyanyua mwanamke wa Rukwa, itaenda kumnyanyua kijana wa Rukwa kiuchumi pia kupitia kilimo. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu kupitia bajeti hii katika hiyo programu ya BBT
mkoa wetu wa Rukwa nao uwepo miongoni mwa mikoa ambayo itapelekewa programu hiyo. Vijana wetu wawezeshwe elimu, vijana wetu wawezeshwe pesa ili waweze kujikita katika kilimo endelevu na kilimo ambacho kitatunyanyua katika kipato cha mtu mmoja mmoja kwa wana Rukwa. Baada ya kusema hayo, nami pia ninaunga mkono hoja kwa asilimia zote, lakini naomba nimalizie kwa falsafa ya baba wetu wa taifa aliyesema kilimo ni uti wa mgongo, kwa sababu ndio msingi wa maendeleo ya uchumi na maendeleo ya jamii ya nchi yetu ya Tanzania. Hivyo basi tupitishe bajeti hii na tuendelee kujikita katika kunyanyua sekta ya kilimo. Asante sana.